Jumuiya ya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya. Lakini ukiachia hapo, ofisi hii ipo kwa ajili ya kuhakikisha inamwakilisha mwananchi. Umepigwa, umeonewa, sasa haki yangu nitaipata. Kwa upande wa kupata haki yako, ushahidi ukiwa umetimia, basi ni jukumu la ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuhakikisha wanasimama na kuweza kukutetea ili kuhakikisha haki yako unaipata. Kwa hiyo ni kazi yetu kuendesha makosa yote ya jinai. Hiyo ndo kazi ya mkurugenzi wa mashtaka. Nani atanambia nikimwambia makosa ya jinai anaelewa vipi? Makosa ya jinai. Labda nianze ya kwanza, kuua. Hilo ni kosa la jinai. Jingine? Kubaka ni kosa la jinai. Jingine? Kuiba ni kosa la jinai. Kitu gani? House breeding. Okay. Unini? Afadhali. Haya. Kwenye hilo najua mmeyajua. Hayo ndio makosa ya jinai ambayo ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka yanakuwa yanaendesha. Kwa kuwa ajenda yetu kuu leo ni masuala ya udhalilishaji, zile ndo takwimu za kesi ambazo tuko nazo. Tumeshaijua ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, tunaendesha kesi, hali halisi ndiyo ile pale. Waathirika wa kesi za udhalilishaji ni watoto, ambapo waathirika wakubwa ni watoto wa chini ya miaka 10 na wa umri wa miaka 14 hadi 17. Kwa mujibu wa sheria, mtoto wa kike ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18, huyo tunamregard kama naye ni victim wa masuala ya udhalilishaji. Watoto wangu wa kiume, tumekuwa tukichokwa machozi tukikuoneni mnapigwa nyundo za miaka 30. Yule anasema nani? Ni girlfriend wangu. Lakini sheria haitambui kwamba yule ni girlfriend wangu. Sisi tunajua wewe ni mbaka kwa sababu ni yuko chini ya umri wa miaka 18. Hiyo ndo sheria. Na madhali sheria ipo, lazima ifuatwe. Mama, nimejitafuta, nimekimbizana nilipokimbizana, nimekopa, nimefanya kazi, nimefanya hivi mpaka nihakikisha kijana wangu leo nao umekuwa ni mwanafunzi wa chuo. Ghafla ukaanzisha mahusiano. Elimu ukasema sasa elimu na mapenzi, ukachanganya vitu viwili kwa wakati mmoja. Ukatuambia usichanganye elimu na mapenzi. Ukachanganya elimu na mapenzi, ukatafuta mtoto wa watu wa miaka 16, kavuvumuka tu unamuona kama mkubwa mwenzio. Ukayafanya mnayoyafanya. Baba akakamata simu, akakuta message za mapenzi zimetawala humo, za chuo ulofundishwa mwaka wa kwanza. Unaika mpaka vile nini? Footnotes. Kwamba hili limetoka kwa fulani, limetoka kwa fulani. Unarefer vifungu. Baba kaenda zake polisi, kaenda akasema kwa simu, message tumeona. Ushahidi huo. Na kwanza kwamba umemtumia message mtoto wake. Kwenye simu kuna nini? Kuna message za wapi mkutane. Mtoto wake pengine hata hajafanya na wewe, alifanya na mwingine kabla ya wewe. Lakini anasema huyu ni kweli ni boyfriend wangu. Sisi tuna kauli yetu mbiu kwamba hakuna ushahidi, hakuna hatia bila ushahidi. Tunaanza ushahidi kwa kushirikiana na polisi, wanafanya ushahidi wao. Wanamchukua binti, wanampeleka polisi. Kweli binti tayari kashafanya hayo mambo. Without regard alifanywa na wanaume 20 nyuma, sasa tunakutaka wewe wa mwisho alokutaja. Imaliza ushahidi umekuelemea. Mama yako anaanguka mahakamani kwa kuona kijana wake wa miaka 22 plus miaka 30 ngapi ukitoka huko. Yule ambaye amekupeleka kule yuko wapi? Umeshazisha familia, wewe ukitoka na miaka yako 52 sio miaka mingapi huko? Yeye tayari kashaanzisha familia zake na nini zake.
Tunaongea kama story lakini it's very painful. Ni eneo ambalo linatuuma sana kama wazee. Hao wanaoendesha sio kwamba wanafurahia. Lakini tufanye nini? Na sheria ndio tayari imeshafanya nini? Imeshaelekeza. Na ndio maana tunapopata forum kama hizi tunakuja kuambizana. Kwenye dini tumeambiwa la takrabu, tusikaribie, sio usifanye. Sababu msamiati kama nini hatuielewi vizuri hii aya. Hatukwambia usifanye hivyo. Usikaribie. Kwa hiyo kila ambapo unahisi ninaweza kuikaribia inabidi. Sasa huku kwa Mungu akasema usikaribie, duniani nao kumeandaliwa sheria zinafanya kazi. Hiyo ndio hali halisi. Kwa hiyo tunaona pale kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo watendaji wakubwa wa makosa haya ya udhalilishaji wa kijinsia ni vijana wa kiume kwenye umri wa miaka 18 hadi 29. Nguvu kazi ndio inaonekana kwamba takwimu zinaonyesha mko wengi sana kwenye kufanya haya matendo. Age ya miaka 28, you still young. Bado una future mbele. Miaka 18, 19, 20, 21 kijana wa kiume still. Wazee tayari wenyewe wamesha invest. Sometimes sio kwamba anakusomesha wewe ili uje wasaidie, anakusomesha wewe ili hata na wewe uje usimame mwenyewe, uanzishe familia yako, usupport familia yako, kumsaidia tena inakuwa ni jukumu jingine. Lakini sasa wewe kama wewe mzazi anaona saa sipo kuinvest vizuri, anakuwa amejisababishia mzigo mwingine, kwa sababu itakuwa kila siku mama sina hiki sina, lakini anakuwa anahakikisha anajitoa zaidi ya kujitoa kuhakikisha anakupatia hizo fursa. Kwa hiyo takwimu zinaonyesha vipi ambapo kati ya 384 kesi 154 zilifanywa na majirani, ikifuatia na kesi 122 zilizofanywa na wapenzi. Vijana tunapenda mambo ya boyfriend na girlfriend. Yanatukosti. Wanangu, yanawakosti. Wanangu wa kiume. Huyo mpenzi wako yakimaliza, kuna kesi ile ya Pemba nafikiri Buda. Mwanamke mmoja alitia ndani wanaume zaidi ya ngapi? 3. Akihamishwa mtaa huo anaenda kuanzisha mapenzi na mwingine na baba anaambia mtajijua. Akishakukujua na wewe anakuweka. Sasa ni mambo ambayo yapo na uhalisia, lazima tuambizane, na kwenye makongamano kama haya ndio tunapopata fursa ya kujengeana uwezo na kuambia na kuweza kuchukua hatua muafaka za kwamba jinsi gani ya kuweza kujikinga. Hatusemi kwamba kuanzia 18 ndio usifanye naye, uache kabisa. Kwa sababu hata huyo mwingine anaweza akasema hakuwa na ridhaa. Jumuiya kuimarisha taaluma na maadili ya Kiislamu Zanzibar, JUKTAM KIS, kwa mafunzo ya dini na sunna kwa Uislamu. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe kwanza kupata taarifa kila tunapoweka video mpya.